Naam msikilizaji, tuko sehemu ya 3 ya msimu wa pili simulizi Nitarudi Mwanangu. Tulikuwa na mambo mengi ya kujiuliza katika sehemu ya pili tulipokuwa tumeishia. Lakini tulikuwa tunanuku kwamba nini ambacho nimekosea Lucy, kipi ambacho nimekosea mimi. Wana mwanangu anatokwa na nyoka tumboni kweli? Anatokwa na nyoka kweli? Watu bana. Ndio maana nasema katika dunia bwana, binadamu tuna kawaida ya kuandika makosa ya watu lakini sio makosa yetu. Eti leo Salome kuuliza kwamba kamkosea nini Lucy wakati alimua kwa sumu na akamchinja mwanae, afu anauliza kamkosea nini? Basi tulikuwa na maswali mengi ya kujiuliza msikilizaji, kwamba Joeli itakuwaje na tayari nguo yake na damu huko maiti akiwa haijazikwa bado. Kuhusu Maria na Noeli nao pia watasemaje? Bibi kuhusu Nyasato na maisha yake mapya itakuwaje? Afya ya Nyasato na GE itakuwaje? Haya, tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni hivi. Hapatikani okay. Ngoja basi nianze safari ya kwenda kwake kabla huyu mbwa hajafika. Alisema Dona Tema na kuondoka mara pale akafika hadi sehemu ambayo alikuwa amesimamisha gari na kupanda. Alichomeka funguo kisha huyu akaondoka bila kufahamu kwamba Kani alikuwa amemwacha katika eneo lile na alikuwa anamfuata kwa nyuma mara baada ya kuondoka. Basi nikukaribisha katika sehemu ya 3 msimu wa pili kujua nini kiliendelea. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine bali ni Sam Darfur, ambaye unaweza kumfahamu vizuri kwa simulizi ambayo inaitwa Labda Mapenzi Siyajui. Labda Mapenzi Siyajui ni simulizi moja tamu sana inayopatikana YouTube. Hakisha umesearch baada ya kumaliza sehemu ya 3. Kama hujapata kusikiliza, pata burudani kupitia simulizi, utapata kumjua zaidi bwana Sam Darfur katika uzuri wake wa utunzi. Lakini pia najua unaendelea kuenjoy kwa sababu msimu wa kwanza umeupata wa simulizi na sasa tuko msimu wa pili. Ndani ya SMX hapo msimu wa pili unapatikana mpaka mwisho. Tuseme inshallah tutakuwa na msimu wa 3 pia huko pia unapatikana mpaka mwisho. Kupitia 0677062012 kama unatumia iPhone tucheki kwa nambari hiyo. YouTube channel Simulizi Max, kama subscribe umefanya poa sana kwa sababu burudani itaendelea. Tune pamoja katika sehemu hii hapa ya 3 msimu wa pili kujua nini kitajili. Kiza kiliendelea kufukuzwa na mwanga ambao ulikuwa unatoka katika gari ambalo Dona Tema alikuwa anaendesha. Taa za barabarani na majumbani zilikuwa zimeungana na taa za gari katika kufukuza kiza ambacho kilikuwa kimegoma kutolewa na Baramwezi. Taratibu Dona Tema alikuwa ameanza kupunguza mwendo mara baada ya kuhisi kama vile alikuwa akifuatiliwa na mtu hivi kwa nyuma. Machara alimcheza. Alipeleka macho katika kioo cha pembeni upande wa kushoto wa gari na kuangalia kama kulikuwa na gari ama pikipiki nyuma yake, lakini hakupata kuiona. Jambo ambalo lilimfanya ahisi labda alikuwa na mawenge tu kutokana na pombe aliyokuwa amekunywa. Alifyonza na kuhisi kwamba anafanya ujinga kisha alivuta gia na kuongeza mwendo hadi ambayo ilifanya gari litembee kwa mwendo kasi kuliko mwanzo. Kwa mwendo wa nyoka katika majani, taili za gari zikawa zimeendelea kupita katika barabara ya rami. Hatimaye mwanga ulitua katika moja ya geti kubwa ambalo lilikuwa linaingia katika nyumba ya Fani. Alisimamisha gari kisha mkono wake wa kulia uligusa kitufe kilichokuwa kipo katika usukani. Sauti ya honi kasikika kama mara mbili hivi. Pipi pipi. Baada ya sauti ya honi kupita, kimya kikaendelea. Hakukuwa na kelele wala sauti iliyokuwa imefuatia katika eneo lile isipokuwa tu sauti ndogo ya gari na pikipiki ambazo zilikuwa ziko kwa mbali zikiwa zinatokea barabara kuu. Dona Tema akaendelea kusubiri, lakini kimya kilimpa majibu sahihi kwamba huenda aliyekuwa ndani amelala ama hayupo. Aliamua kupiga tena kwa mara nyingine na safari mlango ulifunguliwa. Macho yake alimwona Bibi Kizeo Makamo hivi ambaye hakufaa kuitwa ajuza. Bibi huyu ndo aliyemzaa Fani miaka kadhaa iliyopita na alikuwa katika eneo lile ili kuweza kujisikilizia tu kutokana na afya yake kutokuwa sawa. Fani baada ya kuona mama yake anaugua na ametoka hospitali hakuona sababu nyingine ya kuweza kumfikisha zaidi ya nyumbani kwake ili apate kumtazamia na kumpa huduma nyingine muhimu. Mama, ni mimi Dona. Ajamrisha Dona kisha alishusha kioo cha gari lake. Nikajua Fani, nilishangaa mbona haingii ndani? Alisema kwa kana mtazama Dona Tema. Mkono wake wa kulia ulikuwa umeshikilia mlango wa geti. Vipi, mbona usiku? Mama Fani alitoa swali kwa mara ya pili. Nilikuwa na mazungumzo na Fani, sijui nimemkuta, aliuliza Dona kisha karudisha macho yake katika kioo cha mbele hivi cha gari kilichopo kwa juu hivi ili kujitazama. Hajarudi ila kanipigia simu kasema kwamba huenda asirudi ama atarudi mida ya usiku sana maana kuna operation ambayo anaifuatilia. Mama Fani alieleza. Dona Tema alikaa kimya huku akiwa anawaza kidogo kutokana na maneno ambayo alikuwa ameambiwa. Alifikiria ni operation gani ambayo ilikuwa inafanywa na Fani kwa nyakati za usiku
Ilibidi muulize, "Ni operation gani hizo? Maana hata kwenye simu hapatikani." Sijajua kwa kweli, ila alikuwa anasema sijui muuaji, sijui Kani, hata sijaelewa vizuri, alieleza Mama Fani. Alikuwa kidogo na kumtazama Donatema. "Nasikia umeacha kazi?" Lilikuwa ni swali ambalo Donatema alifikiria katika ujibuji, na mwisho Dona bora afunguke ukweli. "Ni kweli mama, ila ngoja niingize gari ndani ili hata kama akirudi basi anikute, au umechoka sana?" Dona alisema akiwa anaanza kuwasha gari. Mama Fani alimalizia kufungua mlango wa geti, lakini alisimamishwa na Donatema. "Mama samani aise, ngoja nikamwangalia kituoni, ila pale napo sijui kama nitaweza kuruhusiwa. Anyways, nitazungumza na askari wa zamu, hakuna shida," alisema na kurudisha gari nyuma, kisha huyo akaondoka. Matukio yote hayo ambayo alikuwa anaendelea katika geti la kuingia nyumbani kwa Fani alikuwa anatazamwa na Kani, ambaye alikuwa amesimamisha gari mita 5 kutoka katika nyumba ile. Alimtazama Donatema ambaye aliondoka, naye aliwasha gari yake taratibu na kufika hadi getini. Alisimamisha gari kama dakika 2 hivi pale nje bila hata kushuka. Ni kama alikuwa anawaza kitu ama maamuzi ya kuweza kuyachukua hata kabla ya kuingia ndani. Sidhani kama yule alikuwa ni Fani. Tizani, ila kama kutakuwa na mtu yeyote ambaye yumo ndani, basi mauti itakuwa iko mbele yake. Atahusika katika kifo, na hii haitakuwa na msamaha, alisema Kani, kisha akafungua mlango na kutoka nje. Alienda hadi nyuma ya gari na kufungua buti. Alitafuta baadhi ya zana ambazo zingeweza kumfaa. Aliona nyundo, misumari mikubwa kama inchi 6 hivi, kisha alibeba na kisu chenye inchi kama 10 hivi. Akarudi tena katika gari huku akiwa ameshika zana zile mkononi. Mkono wake wa kulia ulipiga honi mara 2. Kimya kilifuatia. Hakuna mtu ambaye alikuwa amekuja kufungua geti. Okay, na kusubiri hapa lazima ufe, Kani alisema ukitazama geti vizuri na kusogea pembeni kidogo ya mlango mdogo hivyo ile geti. Ndani Mama Fani alisikia sauti, lakini alishindwa kutoka kutokana na watoto ambao alikuwa ameachiwa na Fani kuanza kulia. Alijaribu kuwabembeleza kipindi akiwa yuko chumbani, lakini bado kina Grace walikuwa nazidi kulia. "Mama yenu aliyowaleta hapa nabisha honi. Muda wote ninyi mnalialia, tusimnyamaze basi," alisema kwa kiwa anaacha na kutoka nje. Ndani ya kichwa chake alikuwa anawaza kwamba aliyekuwa anapiga honi alikuwa ni Fani maskini. Na ita kama angetambua Kani ndio ambaye alikuwa hayuko mara pale, hata asingeenda kufungua geti. Ni bora angeendelea kubembeleza watoto na mwisho akajilia tu, lakini hakuwaza hilo. Alipiga hatua za kawaida hadi alipokuwa amefika karibu na geti. Kwanza alisita kufungua, lakini aliposikia honi ya mara ya pili ilibidi afungue mlango. Alikutana na sura ambayo ilikuwa imekomaa kama wapishi wa kwenye masherehe. "Samahani, shikamoo," alisalimia Kani ambaye alimtazama Mama Fani kwa jicho la kidadisi. "Marahaba." Nilikuwa namuulizia Fani." "Yes, Fani sijui nimemkuta." "Hayupo, nani wewe?" Mama Fani aliuliza huku akiwa anajaribu kuvuta kumbukumbu ya sura ya Kani kama aliwahi kuiona. Kumbukumbu kamili katika kichwa chake zilimkimbia. Kila alivyokuwa anajaribu kurudisha siku nyuma alikuwa anashindwa kupata majibu. "Okay, naitwa Kani. By the way nipo hapa kwa ajili ya hii," alisema Kani, kisha haraka sana alimzunguka Mama Fani na kumpiga roba ambayo alishindwa hata kujitoa. Licha ya kujaribu kujitutumua na kutoka mikononi, lakini hakuwa na uwezo wa kupambana na mkono wa mtu yule ambaye alikuwa ni mwamba haswa. "Nyosha ndani, la sivyo na kutoa tumbo," Kani alisema kwa kana mtoa ile roba alikuwa amemkaba na kumwekea kisu cha tumboni ambacho kilimchoma kidogo Mama Fani. Mama Fani aliona dalili za kifo endapo kama akipinga kauli iliyokuwa imetoka. Moja kwa moja alikubali kutia mlio. Tangulia mbele na Kani ambaye alianza kumuuliza maswali alikuwa yuko nyuma yake. "Mwanao ananifuatilia kibani kwamba ameua hadi mke wangu. Sijui kama una taarifa hiyo juu ya hilo?" aliuliza Kani. "Hakuna ninachofahamu," Mama Fani alijibu kwa sauti ambayo ilikuwa inadidimia hivi. "Kwa nini ufahamu na wewe ni mamake bwana? Unataka nani ambaye amfundishe mtoto wako?" Mimi naona akirudi hapa ananiambia kitu kama amechoka na sinaga maongezi naye kuhusu kazi yake." "Okay, hakuna shida, fungua mlango," Kani alisema, kisha alitoa kisu katika shingo ya Mama Fani. Mlango ulifunguliwa na wote wakaingia ndani, kisha Kani akamuongoza Mama Fani kukaa katika sofa, naye alisogea kwenye sofa na kukaa. Sasa wote walikuwa wamekaa katika sofa ambazo zilikuwa zipo pale sebuleni. Macho Mama Fani yalimwangalia Kani vizuri. "Imekwaje hadi mwanangu akamuua mke wako?" Mama Fani aliuliza baada ya kuanza kuhisi Kani kama mtu mwema kwake. Kumbe alikuwa anamvutia tu pumzi ili vurumani itakapokuwa limeanza ajue hajui. Nadhani umesikia kuhusu mwanao kukamata watu ambao
Walimuua Dr. Suzy. Ndiyo, ila Suzy si muuaji, mwanangu alisema. Mafani aligongomezea msumari wa asila katika kichwa cha Kani. Kelele malaya wewe. Nitakunyea mafua paka uliyekula pweza ukanyonyoka manyoya. Nisikilize, Suzy sio muuaji. Ila sasa huyo Suzy ndo mke wangu na ni wao ndo wamemuua. Alafu anatangaza kwamba aliyemkamata ndo muuaji. Nisikilize mamangu. Kani alisema huko akiwa anasimama na kusogea hadi sehemu ambayo alikuwa amekaa Mafani, kisha akaenda kuzungumza. Mfano, ukiona nyani anaingia katika shamba lako la mahindi utafanyaje? Nitamfukuza, na mfukuze tena ikibidi na muulia mbali kabisa. Mafani alijibu asijue kama alikuwa anakaribisha kifo katika maisha yake. Kani akatoa nyundo yake ambayo alikuwa ameweka katika kiuno, kisha alitoa na msumari ambao ulikuwa kwa mfukoni na kumtazama Mafani. Kwa kuwa mwanao umekosea kumfundisha, basi nataka nikufundishe, yani nikufunze kama ngedele ambaye anakuwa na kukula mazao ya mahindi shambani. Sina nia mbaya, lakini lengo langu ni kuaisha kuzimu haraka sana. By the way, naitwa Kani. Jina langu ni moja tu. Sina kirefu cha jina langu. Yaani sio Kani Mbosso wala Kani wa Sharukani wala Suleiman Kani. Yaani mimi nabaki kuitwa Kani kama Kani. Kani akarudia kauli yake ya utambulisho ambayo alikuwa anaipenda sana. Pindi ukisikia tu amejitambulisha kwa mbwembwe mithili ya viongozi wa Kiafrika siku za sikukuu ya uhuru, basi kilichokuwa kinafuata hapo ni kifo. Kwake hakukuwa na mswali ya mtume wala ngoja nikakojoe. Alipolitamka jina lake kwa madoido hakuchukua muda mwingi bila kuhakikisha kwamba anamwaga damu. Mama yangu, nilipanga nimue mwanao, ila kwa kuwa nimemkosa hakuna shida, nitaanza na wewe hapo. Sijui unanisikia? Alisema Kani, kisha akaweka msumali katika kichwa cha Mafani ambaye hata nguvu ya kuweza kukimbia kwa nayo. Alibaki katika sofa kitazama tu kwa akiwa anasubiri hukumu yake ambayo ilikuwa imeshakuwa kifo tayari. Mwanangu, nisamehe baba. Mbona mimi sina kosa? Mafani alijaribu kuomba huko akiwa anapiga magoti. Na kwamba usipige magoti. Yaani sitaki kabisa unipige magoti. Kikubwa ninachotaka kufanya hapa ni kutoa tu onyo kwa mtoto wako kwamba huu moto ambao anauwasha sio wenyewe kabisa. Hili ni gari la mafuta, asijaribu kuchota mafuta pindi linapokuwa limeanguka, ataua yeye pamoja na familia yake. Mimi ambaye ananifuatilia sijawahi kabisa kushindwa na kitu, nasema kwamba sijawahi kushindwa. Kani bwana, alisema kwa sauti, kisha akagongomeza msumari kwa nguvu hadi ulipozama katika kichwa cha Mafani. Maumivu makali yalikuwa kwa mwanamke yule ambaye alalamika kama mbuzi aliyekuwa amelishwa pilipili. Alijuta kwa nini alikuwa ameenda kufungua mlango. Damu zikaendelea kuchulizika na Kani akasogea hadi kwenye friji. Alifungua na kutoa jagi ambalo lilikuwa na maji. Alimwagia kichwani, kisha aliweka jagi juu ya meza. Mafani alidondoka chini kama mzigo, huku ulimi ukiwa umetoka nje. Malaika wa mauti alitoka katika nyumba ile, huku mkononi akiwa ameshika daftari lilokuwa na jina la Mafani. Alisogea hadi karibu yake, alimtazama kwa muda, kisha karudisha macho kwa Kani ambaye alikuwa na hema. Aliamua kumpa wazo la kumchoma kisu kuanzia upande wa kulia wa shingo hadi upande wa kushoto. Kani akafanya hivyo kwa kumgonga kisu ili kizame kabisa katika shingo Mafani. Baada ya kisu kuzama chote na kutokea upande wa pili, alianza kukinga damu katika jagi. Sikuhitaji kukuua mamangu, lakini tatizo ni binti yako, mwanao ndo mji. Alitaka kuzungumza, lakini kabla hajamaliza alisikia sauti ya watoto wakiwa wako ndani wanalia. Alisimama na kutegeshea masikio yake ambayo yalisimama kama mwanamke ambaye alikuwa amesikia ugomvi kwa jirani yake. Sauti zikaendelea kusikika, naye alikuwa anafahamu ni wapi zile sauti zilikuwa zinatoka. Moja kwa moja kama ameenda chumbani na kuwachukua wote wawili. Akarudi sebleni na kuwaweka kwenye sofa akiwa amesimama. Alisema, na imani ninyi hapa ndo chanzo cha matatizo yote. Bila ninyi sio mimi wala Suzy ambaye angeweza kuingia katika hii mikosi. Ninyi hapa ndo mmefanya tutafutwe na askari. Ninyi ndo ambao mmefanya tumue Mr. Rodman na mke wake. Lakini pia ninyi ndo ambao mlifanya hadi tumue Lema kwa kelele chake. Lakini sitoshe, mmesababisha hadi kifo cha Suzy na Slay. Hata huyu pia hapa ni ninyi. Yaani ningekuweni, ila naona kama ni watoto wadogo nyinyi. Hamna hatia. Acha niwachukue. Lakini onjeni kwanza hii hapa. Onja. Kani alisema kwa anamfungua mtoto mmoja mdomo na kumnywesha damu. Manake kwanza ncheki.
Mimi nijua naonyesha hata makofi, kumbe ananyosha damu. Kani bwana alisema ukifungua mtoto mmoja mdomo na kumnywesha damu ambayo ilikuwa ipo kwenye jagi, alifanya hivyo pia kwa mtoto wa pili. Baada ya kuona kwamba hakuna sababu ya kukaa katika eneo lile, aliamua kuwachukua watoto na kuondoka nao. Alifika katika gari kisha alipanda, huku watoto akiwa anaweka kwa pembeni. Mwendo usio kwa kawaida ndio ambao ulimfanya Kani kuondoka mahali pale, lakini alipotembea kama mita 7 hivi, mbele yake kulikuwa na gari la Fani. Kwa bahati mbaya hakuna ambaye aliweza kumfahamu mwenzake. Walijikuta akiwa anapishana, huku Kani akiwa anaelekea sehemu ambayo Fani alikuwa ametoka na Fani akiwa anaelekea sehemu ambayo Kani alikuwa ametoka. Fani alifanikiwa kufika nyumbani kwao, lakini alihisi ni kama vile mazingira yalikuwa tofauti. Kila kitu kilikuwa kimebadilika. Kwanza alishangaa kwa nini geti lilikuwa liko wazi hadi muda ule. Alisimamisha gari kwa nje, huku akiwa anaanza kuangaza kama askari ambaye alikuwa na mafunzo ya kiaskari. Alihisi hali ya tofauti. Haraka sana karudi katika gari lake na kuchukua bastola, kisha akanyata kuelekea ndani. Mguu mmoja mbele ukakanyaga gari taratibu kabisa, mwingine ulikuwa unafuatia. Mikono yake ilikuwa imeshika vyombo bastola yenye rangi nyeusi ambayo ilikuwa tayari kufyatua risasi kwa mtu yoyote yule ambaye angebahatika kuweza kumwona mbele yake. Alipofika mlangoni alizidi kuchanganyikiwa mara baada ya kuona damu ikiwa iko chini imetapakaa katika sakafu. Jesus. Kuna nini? Alijiuliza bila hata kupata jibu sahihi. Ilibidi ashike vyombo bastola na kuzidisha umakini ili hata kama anakoenda basi awe na uwezo wa kufyatua risasi vyema kabisa. Ama kule silojoni sana usiku wa giza leti, kama Fani angeweza kutambua kwamba muuaji hakuwa hata katika eneo lile, hata asingeendelea kunyata na kushika bastola kwa kulenga tu. Badala yake yeye angetembea tu kuingia ndiko kwa maisha mama yake. Pindi alipokuwa amekanyaga sebuleni, alishtuka mara baada ya kumwona mama yake akiwa amelala katika sakafu, huku damu zikiwa zinamdondoka tu kila dakika. Mama, nini kimekupata? Aliuliza Fani huku akiwa anatupa bastola na kumkimbilia mama yake. Mama yake ndio ambaye alikuwa anaaga dunia hivyo. Uhai wake ulikuwa wa manati mno. Hakuweza kufumbua macho ingawa alikuwa anatamani kuona. Hakuweza kuzungumza haraka ingawa alikuwa anatamani kufanya hivyo. Hakuweza hata kumeza mate ambayo mara kwa mara alikuwa akiameza enza uhai wake. Fani ilibidi amkamate mama yake katika mapaja, huko akaendelea kumsukuma tu kifuani ili arudi katika afya yake kama alivyokuwa amemwacha. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa Mama Fani kurudi katika afya. Badala yake alizungumza maneno mawili ambayo yalikuwa na ukakasi pamoja, lakini ndani yake hata Fani hakupata kuelewa vizuri. Dona, mtafute. Maneno haya aliyatamka Mama Fani ambaye alipoteza maisha moja kwa moja, akisema Dona, mtafute. Fani alijikuta anadondosha machozi. Uso wake ukakauka, majimaji ambayo yalikuwa yanalanda katika mwili wake yakitokea machoni. Ingawa aliyasikia maneno ya mama yake, lakini alimwomba arudi kwanza duniani ili apate kuzungumza naye, alau hata mwambie ni nini ambacho kilimtokea hadi akawa katika hali kama ile. Mama, nini ambacho kimekukuta mama? Hebu amka basi uniambie, kisha ufe tena. Amka mama, amka. Mangu, mbona sasa unaniacha? Bado nakupenda mama. Mbona unaniacha ili hali bado upo katika moyo wangu? Si uamke tu mama. Amka mama, amka. Bora ni mchana tu hapa nilikwambia kwamba nakuachia watoto narudi usiku, alafu ukasema kwamba sawa, kumbe yenyewe saa yenyewe ilikuwa ni ya kufa mama kweli. Fani alilia huko anampiga mama yake katika kifua kama kujaribu kumwamsha, lakini nuru ya mama ilikuwa imezima. Hakuona uhai tena katika ulimwengu. Mwili wake ukaendelea kudondosha damu ambayo ilidondokea katika mikono ya Fani. Kila tone la damu ambalo lilikuwa likidondokea katika mikono ile jimtolesha kidonda ambacho haikujulikana lini kingepona. Mama, mwanao nakuita mama. Nakuita mimi mwanao. Itikia basi. Nakuita mama yangu. Si uamke basi. Ona, nabaki na nani mimi? Nani ambaye atakuwa mshauri wangu? Nani ambaye atakuwa anikataza mabaya na kunishauri mema? Nani ambaye nikipata changamoto nitakuja kumweleza ni nani mama? Amka basi mama yangu. Mbona uliweza kuamka siku ambayo nilikutoa hospitali, kwa nini umeshindwa hapa mama? Kilio kwa Fani siku ile kilikuwa kinamtembelea tu, naye alilia tu hadi sauti yake ilianza kuchinga. Ndipo alipokumbuka kwamba kulikuwa na watoto chumbani alaka, ikabidi amtoe mama yake katika mwili wake na kwenda kuangalia, lakini hata alipofika hakuona watoto. Hiyo nayo
ilizidi kumpa maumivu. Anaomba amefanya yote. Alijiuliza bila kupata majibu, ni wapi watoto wamekwenda. Kichwa chake kiliendelea tu kujiuliza maswali juu ya maswali. Mwisho akarudi tena sebuleni na kumwangalia mama yake, kisha alisogelea bastola yake na kuiokota. Donna, mtafute. Alikumbuka maneno ya mwisho mama yake ndani ya kichwa chake ambacho kiliruhusu kuingiza maswali mengine ambayo aliendelea kujiuliza huku akiwa anakumbuka kauli mbalimbali za Donna Tema. Tukio la kwanza lilikuwa ni Donna kuacha kazi. Alikumbuka kauli yake wakati anamwambia kwamba anataka kuacha kazi. Fanny, I'm sorry kwa hicho ambacho naenda kukuambia. Unamaanisha nini? I need to retire on this case. Naacha kazi. Sasa utakuja kufuatilia kabisa hii case. Tukio hili alichambua kwa kina mno. Huenda Donna alikuwa na malengo yake. Huenda ndio msababishaji wa haya yote na ndio maana alikuwa anataka kushirikiana na Upendo. Okay. Nimejua. Alafu hata airport wanasema kwamba ni yeye ndo ambaye alikuwa na Upendo siku ile. Yes, kamera za nje zilionyesha. Kumbe ndo mchezo wake, kumbe ndo plani yake, si ndio? Fanny alijiuliza. Tukio la pili lilikuwa ni muda mfupi uliopita nyuma ambapo alimpigia simu. Kichwa chake kilikumbuka majibu ambayo Donna Tema alikuwa anayasema. Yes, Donna, finally nimefanikiwa kuweza kumkamata mtu ambaye alikuwa anamtuma Upendo, by then hata naye pia ni muuaji. Maana nina evidence zote kuhusu kifo cha Mr. Roman. Okay, sawa. Ila sitaji unanishirikisha kwenye hayo mambo kwa sasa hivi. Aliwaza. Kwa nini nilipomshirikisha kwanza ligoma, halafu pia alikata simu? Kwa nini alifanya hivi? Ili hali wote tulikuwa tunapambana. Okay. Nimepata kitu hapa. Dr. Kani. Lakini Kani hakuwahi kabisa kunifuatia wala kujua ninapoishi kwangu, sio kweli kabisa, sio. Majibu sahihi ya maswali ambayo alikuwa anajiuliza yaligoma kabisa katika kichwa chake. Hakuona ambalo alikuwa amefanikisha isipokuwa alihisi Donna Tema ndo ambaye alikuwa amehusika kutokana na mama yake kutamka maneno ya mwisho. Aliamua kutoka katika nyumba yao kwa jazba mno. Alifika hadi nje akapanda gari. Safari ilikuwa inakomea kwa Donna Tema kwa lengo la kutaka kulipa kisasi. Nitakuwa Donna Tema, alisema huko akishika bastola vizuri na kuweka mbele ya gari. Aya, kwani Joeli mwenyewe anasemaje? Joeli baada ya kufunga gate alisita kidogo, kisha aliamua kurudi na kufungua. Aliwaangalia wakwe zake ambao walikuwa wakimtazama. Karibuni sana, karibu, alisema bila hata kuweka sura ya uoga. Mama Salome na Baba Salome walitizamana kwa muda, kisha swali likatoka kwa Baba Salome. Aliuliza, mbona damu mwili mzima alafu unatokwa na jasho hivi, kulikoni? Jasho ni jingi na damu kama yote. Nilikuwa nachinja mbuzi. Mbuzi tulinunua mbuzi bwana, mgonjwa ndo tumemchinjia hapa. Alibuni uongo ambao ulimsaidia kwa wakati ule. Vipi hizi habari ambazo tumezisikia ni kweli kabisa au ni watu tu? Aliuliza Mama Salome huko akiwa anafuta machozi. Hapana bwana, mbona wote wapo? Yaani mtu afi alafu eti nisikupigie simu kweli? Au hata Salome asikupigie? Alisema Joel. Wazee Salome wote kwa pamoja walishusha pumzi, kisha wakatazamana huko wakichukia kwa nini walikuwa wamefanywa waonekanike wajinga. Basi hakuna kurudi, maana sasa hivi ni usiku, ngoja tu niingize gari ndani, alisema Baba Salome. Joel alitaka kuzuia lakini alihisi ni kama uangelijua, naye hakutaka kabisa afahamu kama alimchinja Salome na alikuwa anamfukia. Okay, aya, ingiza tu. Mama, karibu ndani, karibu kabisa, alizungumza Joel huko akiwa na kigugumizi kikiwa kimemshika kama hajachinjwa hawa. Ngoja tuone msikilizaji. Basi Salma kaingiza gari ndani na ndo alikuwa ni mtu wa kwanza kuingia moja kwa moja hadi sebuleni, lakini alipofika alianza kuhisi utofauti. Alipeleka macho yake sehemu, kwa bahati nzuri alikutana na damu, ikabidi amuulize Joel ambaye alikuwa anaingia ndani. Hizi damu vipi? Mbona zimetapaka hapa? Ilikuwa ni swali ambalo lilimweka Joel kimya, kisha akajibu, asini mbuzi wakati anataka kukata roho, basi aisee sikuchagua sehemu ya kumchinja. Hebu ngoja basi nikachukue maji hapa nipasafishe, alisema kwa kubabaika, kisha akawa amekimbia jikoni. Akiwa jikoni akaendelea kuwaza nini akifanye, maana kuzalilika tayari kupo mbele yake. Alijikuta anakuwa kama mlevi hivi ambaye alikuwa amelewa kwenye mziki. Hapo angeanza kufanya dhambi moja baada ya nyingine. Angevuta bangi, alijikuta anakuwa ni kama mlevi ambaye alilewa kwenye mziki. Hapo angeanza kufanya dhambi moja baada ya nyingine. Angevuta bangi, angemtongoza mwanamke, kusema uongo, kutoka na kuanzisha ugomvi, angefanya mambo mengi, lakini haya yote yalisababishwa na dhambi moja tu ya ulevi. Ndivyo ilivyokuwa kwake mara baada ya kumuua Salome.
Hakuona mbadala wa kutatua lawama ambazo zilikuwa ziko mbele yake zaidi ya kuweza kuwaua watu ambao walifika mahala pale. Aliamua kuchukua panga kisha alitoka hadi sebleni. Wapo jana na mamake. Mama Salome kauliza, nimetoka kuwaua muda sio mrefu. Joeli alijibu bila hata uoga huku akiwa ameshika panga vizuri. Unasema? Mama Salome alitamaki. Nasema hivi, na wote wawili. Kauli ya Joeli ikaenda sambamba na vitendo ambavyo alirusha panga lilotoa katika kichwa cha Mama Salome. Akadondoka chini. Haya bwana, itakuwaje hapo? Okay. Joeli anaendeleza mauaji kana kwamba hakuna polisi. Anaua vile anavyojisikia. Je, unahisi hii ndio itakuwa ni mwisho wa matatizo yake? Ya kutokea na mizimu au ndio itazidi? Okay. Bado hatujafahamu kuhusu Upendo, Deodion, Karen, Mama Nyasato, GE, Janet, Jose na Betty. Kumbuka bado tuna safari ndefu sana hadi tunafika mwisho wa kazi hii hapa ya kusisimua sana. Endelea kuwa na sisi Simulizi Max hapa. Na hii ni sehemu ya 3 ndo kwanza inanoga. Ndani ya SMX hapa nakukumbusha kwamba unapata uhondo mpaka mwisho kabisa, ina ukoma kwa nini usubiri? Kule ni VIP zaidi. Hebu tuendelee kwanza. Au unatumia iPhone tucheke kupitia 0677062012. Unapata simulizi mpaka mwisho kabisa. Ni unyama tu yani. Huko watania akisema na kuua na kufa kweli yani. Zaidi sana wana timing tu, mwai kabla haja kuua. Mwendo ndo huo tu. Haya, mambo ni kama ifuatavyo. Damu zilitapakaa katika nyumba ile iliyokuwa na roho ya mauaji, roho ambayo ilikuwa katika mwili wa Joeli, huku ikimpa kisa kipya kabisa cha kuua kila leo, kila dakika, kila sekunde. Damu zikaendelea kudondoka. Mama Salome hakuwa tena nafasi ya kuhema. Uhai wake ulikatishwa kama vile ambavyo ulivyokatishwa uhai wa mtoto wake muda mfupi uliopita. Hali ambayo ilifanya uwezo wake wa kupumua na kuhisi harufu utoweke wakati ule. Roho yake ilirudi kwa Muumba, na huko iliungana na roho mbili ambazo zilikuwa zikimsubiri kwa hamu, roho ya Jona pamoja na Salome. Joeli alipoona amemuua Mama Salome, aliamua kumsogelea Baba Salome ambaye alitaka kukimbia lakini alishindwa. Uoga ulikuwa katika mwili wake na kupozesha miguu yake ambayo ilikuwa ni mirefu kiasi. Macho yalimtoka kwa kana mwangalia mkwe wake ambaye alikuwa yuko mbele yake, mikononi alikuwa ameshika panga. Alipofika karibu yake naye alimfanya kama alivyokuwa amemfanya mke wake. Uhai wake uliishia hapo. Hakuweza kuendelea na safari ya maisha ambayo ilikuwa na karaha nyingi sana, misukosuko mingi pamoja na raha kiasi hivi ambazo zilimsaulisha kama angeweza kufa. Roho ya shetani ilikuwa ikilanda katika mwili wa Joeli. Alibadilika kutoka kuwa mwema hadi kuwa muuaji ambaye hakujiuliza mara mbili. Kwake alifanya kile ambacho akili yake ilikuwa inamtuma. Kutoka kumuua Lulu hadi kumuua mke wake, sasa aliua familia nzima. Mbele yake aliona akiwa na mzigo mzito wa kuweza kuikwepa serikali katika kesi ambazo zingemkabili. Kesi ambazo endapo kama asingelikuwa makini, basi mikono yake ingefungwa pingu na angeingia katika mikono ya sheria. Alitafakari afanye nini, afanye kitu gani bila hata kupata majibu sahihi. Aliacha panga kisha akaelekea katika friji na kutoa pombe. Funda moja la pombe lilitosha kabisa kuchangamsha akili yake, kisha akarudi na jikoni. Nikiwazika hapa, huenda itakuwa ni majanga. Ndio, itakuwa ni majanga, natakiwa kabisa kufanya kitu kimoja. Okay. Nishajua. Mwanangu anatakiwa kuwa hapa. Alafu wengine niwapakize katika gari lao. Baada ya hapo nitawapeleka sijui karibu na kwao, kwa alafu niwaache. Au sio wazo zuri hilo? Bwana wewe, ni wazo zuri, tena zuri sana. Alisema mwenyewe katika kichwa chake. Aliona wazo lake la kupeleka miili ya watu aliokuwa ameoa nyumbani kwa wazazi wa Salome ilikuwa ni wazo sahihi kabisa kwa upande wake. Kama angelifanya kiuhodari, basi angeweza kuficha ushahidi ambao ungemhusu katika kifo na hata kukana endapo kama upelelezi ungeweza kufanyika. Alitoka jikoni kisha alifika hadi sebleni na kubeba mwili wa Baba Salome na kutoka nao hadi nje. Alipakiza katika gari kisha akarudi tena kuchukua mwili wa Mama Salome na akapeleka katika gari. Mwisho akarudia mwili wa Salome ambao ulikuwa katika ndoo. Aliubeba kisha alitoka nao nje. Alipofika kwenye gari alipakiza ndoo nyuma ya buti ambako aliweka miili ya wazazi wake, kisha alipanda katika gari ile aina ya V8 na kuwasha gari. Gari kajibu kwa mungurumo mdogo kasikika.
Hatimaye safari ya kuelekea Kisesa ambako ndiko wazazi wa Salome walikuwa wanaishi kabla ya umauti kuwakuta ilianza. Taratibu aliacha nyumba yake huku akiwa na heba na kijasho chembamba kwa kinamtoka. Aliendelea kusikiliza muziki na kuweka umakini katika barabara. Kwa mwendo wa mama kumtoa mwanae barabarani, alitembeza gari hadi alipofika katika mji wa Kisesa. Kisesa ni sehemu ambayo imetulia, ukiachana na kujengwa kwa nyumba nyingi za thamani na za kisasa, lakini pia wananchi wake hawakuwa na vurumishi kama miji mingine ya Mwanza. Huko hadi kufikia saa 4 idadi kubwa ya wakazi walikuwa wako majumbani. Wapo waliokuwa wamelala na wengine walikuwa wanachezea simu zao wakiwa wanasoma ama wanasema na wapenzi wao, na wengine walikuwa wakitazama runinga. Ni wachache mno ambao ungeweza kuwaona wakiwa barabarani wakiwa wanafanya shughuli zao. Hawa walikuwa ni bodaboda pamoja na wauza vipsi huko, lakini idadi kubwa ya wakazi walikuwa wako majumbani wakinufaisha na kujikinga na mbu katika vitanda vyao. Baada ya kufika katika nyumba, kina Masaloma alisimamisha gari kwa pembeni, kisha alishuka na kuacha gari lile. Haraka aliondoka huko na kimbia kama mtu ambaye alikuwa anafukuzwa hivi. Mwili wake haukuacha kugeuka. Uoga ulikuwa katika mwili wake mkubwa kiasi, lakini hakuona kama alikuwa na sababu ya kuweza kukaa katika eneo lile, vinginevyo angeweza kuhatarisha maisha yake. Alikimbilia hadi alipokuwa amefika barabarani na kusimamisha bodaboda ambayo ilimpeleka hadi nyumbani kwake. Alipofika alianza kwanza kufanya usafi nyumba nzima huku akiwa anaondoa damu ambazo zilianza kukauka. Alipomaliza alirudia mwili wa Jona ambao ulikuwa upo kwa nje. Aliuchukua na kuingia nao ndani, kisha aliweka sebleni huku akiwa anaandaa mazingira ya mtu aliyekuwa amekufa. Alimtazama mwanae akahisi kama kuumia hivi, jambo ambalo lilimfanya apeleke macho pembeni. Ghafla simu yake iliita. Naye alipapasa kama ilikuwa mfukoni, lakini hakuiona. Alikumbuka kwamba alikuwa ameacha chumbani. Haraka sana alikimbilia na kuichukua. Alipoangalia, aliyekuwa anampigia kama ni nani hakuwa mwingine bali Carolina. Mbona usiku sana kulikoni? Akajiuliza Joel. Nilitaka kujua vipi afya ya mtoto au haujaenda? Carolina aliuliza. Mtoto sipo naye tena, amefariki, Joel alijibu kwa akiwa amejifanyisha kulia hivi. Carolina alikaa kimya kwa muda huku akishindwa hata neno la kuweza kuzungumza. Taarifa ambayo ilitolewa na mtu asiyeumia ilimuumiza. Alijiuliza ni muda mfupi ambao alikuwa amepewa taarifa na rafiki yake kisha akamfikishia Joel. Ila imekuwaje hadi amefariki, kitu ambacho kilimweka njia panda. Alisema, Mungu wangu, pole sana, ngoja nije. Si upo nyumbani au? Aliuliza Carolina. Ndio, nipo nyumbani. Okay, nakuja basi. Ila jamani, asiye Mungu huyu, jamani. Mimi, alisema Carolina, na Joel alikata simu. Uso wa Joel uliweka tabasamu mara baada ya kusikia Carolina angekuwa yuko mahali pale muda mfupi ujao. Kwa kalifahamu fika kwamba angemtumia Carolina kama shahidi endapo kama upelelezi ungetokea, kwa kuamini kwamba wakati watu wanakufa yeye alikuwa yuko nyumbani kwake huku akilia na Carolina ndo ambaye alimuona. Mpango huu alipokuwa ameuwaza vyema, aliona kabisa kwamba unaenda kumweka huru katika upelelezi ambao askari wangeweza kufanya. Zilipita dakika 10, hatimaye Carolina alibisha hodi katika geti kwa kupiga honi. Joel alitoka nje huku akiwa na nguo nyingine. Alifungua mlango wa geti. Carolina aliingiza gari ndani. Pindi alipokuwa ameshuka katika gari, kitu cha kwanza ilikuwa ni swali ambalo lilienda kwa Joel ambaye alikuwa amesimama karibu sana na mlango. Achunge maswali huyu, akiuliza maswali kijinga hapa hatoki huko ndani. Shida ilikuwa nini Joel? Sijajua, maana nilipokuwa nimetoka hapa muda ule wa mchana nimeenda hadi kule, nilichopewa ndicho kilichoniumiza. Ni mwili wa Jona. Yaani Jona wangu mimi hayupo tena hai. Joel alisema huku sauti yake ikiwa inatetemeka na kilio cha kilikuwa kimemwanza. Yesu Kristo, Yesu wangu jamani mimi. Sasa mbona Jona mdogo hivi hata maisha hajafaidi? Carolina alisema huku akitaka kuingia ndani. Joel alimpisha na aliingia ndani ambako alifika hadi sebuleni. Macho ya Carolina ilishuhudia kweli mwili wa Jona ulikuwa umelazwa katika sebule. Aliusogelea na kufunua nguo ambayo alikuwa amefunikwa. Macho yake yalimuona Jona ambaye hakuwa na uwezo wa kuweza kupumua tena katika maisha yake. Ucheshi wake, tabasamu lake na ile sura nzuri ambayo alikuwa nayo kama mwanadamu, vyote vilipotea. Mungu wangu, ina maana kafa kweli? Alijiuliza huku akawa anarudisha macho kwa Joel ambaye alikuwa anamtazama. Mamake yuko wapi? Aliuliza Carolina. Mamake wakati tunakuja hapa nilimwambia kwamba aende akatoe taarifa nyumbani, maana tulikuwa tumewapigia tu ila walikuwa hawapatikani. Kwa hiyo aliondoka. Hata hivyo aliona bora aende yeye tu kutokana na ulinzi hapa nyumbani. Si unajua kabisa kwamba nilikuwa nimeacha nyumba wazi, alisema. Carolina alifikiria kidogo huku kichwa chake kikiwa kinachanganya mawazo mbalimbali.
Inawezekana vipi mtu afiwe alafu huyo ndo atumwe kwenda kutoa taarifa? Alijiuliza, lakini aliona kama vile hoja haikuwa na mashiko, ilibidi akubaliane na maneno ya bosi wake. Sawa, ila jamani Jona, alisema kwa kianza kulia. Wakati anaendelea kulia, simu ya Joel ikaita, naye alitoa mfukoni. Pindi alipotazama alikutana na namba ngeni. Akajiuliza pokee ama asipokee. Mwisho aliona bora pokelo. Mke wako na wazazi wake wamefariki. Mtu kwenye simu alizungumza. Hey, unasema nani kafariki? Aliuliza huku akiwa anaweka loudspeaker ili kufanya Carolina asikie kile ambacho alikuwa anatakiwa kuzungumza. Tumekuta mwili wa mke wako katika ndoo. Pia tumekuta wazazi wake wakiwa wamekatwa mapanga hapa nje ya nyumba yao. Kwa hiyo uko wapi? Hebu ufanye uje haraka, alisema mzungumzaji kutoka katika simu. Kisha alikata simu. Joel alifanya kama ameishiwa nguvu hivi, na taarifa ile ambayo amepewa imemchanganya sana. Mwili wake ulijaa pressure, alijifosisha yani kuchanganyikiwa. Papo hapo aliondoka chini kwa anajizushia kuzimia. Jamani, Carolina alisema huko akianza kumpepea na kutafuta utaratibu mwingine wa kumpeleka Joel hospitali. Aya bwana. Tukija kwa mtaalamu Dona Tema, akiwa njiani kuelekea katika kituo cha polisi, aliamua kugaili. Akili yake haikumwambia tena kwenda kituoni, badala yake ilimtuma kurudi nyumbani kwake. Kwa kuwa alikuwa anahitaji kumpa taarifa Fani kuhusu uwepo wa Kani ambaye alikuwa anamfuatilia. Alivyoona ameenda nyumbani kwa kina Fani bila hata kumuona Kani, alitambua huenda wazo la Kani kumua Fani lilikuwa limegailishwa. Aliamua kurudi zake nyumbani. Kwa mwendo wa mtu mwenye mawazo, aliendesha gari taratibu. Muziki ukaendelea kusikika na alikuwa anasikiliza. Mungu wangu, alafu mama hafahamu kabisa kama nimeacha kazi, natakiwa kumwambia kwani saa ngapi sasa hivi? Alisema huko akiwa anatoa simu yake na kutazama saa. Namba katika simu zilimpa majibu kwamba ilikuwa ni saa 6:30 usiku. Aliamua kumpigia ili ampe taarifa, ingawa haikuwa kawaida yake kufanya hivyo, lakini siku ile aliamua kupiga. Aliweka simu sikioni huko akiwa anasikilizia kama atapokelewa ama la. Kwa bahati nzuri simu ikapokelewa. Mama, alisema Dona. Mwanangu. Shikamoo. Marhaba, mbona usiku sana baba? Aliuliza Madonna. Hamna mama. Ni hivyo nimeamua kukupigia, kwani ni dhambi kufanya hivyo? Sio dhambi. Ila si kawaida yetu. Nimezoea kupigiwa mchana au jioni hivi ama asubuhi. Ila nipe maana ya mpigoni nini? Nitaka nikwambie kwamba nimeacha kazi, sasa hivi niko huru tu mwanao, Dona Tema alisema. Ilikuwa ni taarifa njema kwa mama yake ambaye alifurahi kupita maelezo. Kwake aliona mtoto wake anaenda kuwa huru kutoka katika vitisho ambavyo alikuwa anavipata vya watu mbalimbali. Mara kadhaa Madonna alimsihi sana na kumtaka mtoto wake kuacha kazi, lakini jambo hili lilikuwa ni gumu sana kwa Dona kuweza kulifanya, lakini leo hii alipewa taarifa ya furaha sana. Asante Mungu, yani nimefurahi leo, natamani kabisa usingizi wangu usije nikeshe nikicheza, Mama Dona alisema. Mama bwana, basi ngoja nikuache niwahi nyumbani alisema Dona Tema na kukata simu. Baada ya kukata simu, makini aliwekeza barabarani, hata mwendo wa kinyonga ambao alikuwa nao mwanzo aliubadilisha. Mguu wake ulikanyaga mafuta na gari lianza kutembea kwa kasi ya ajabu. Alitembeza gari hadi tairi zilikuwa zimeanza kutoa harufu, kuashiria kwamba kweli zilikuwa zinasuguliwa kwa kukutanishwa na rami. Wakati anakaribia kufika nyumbani kwake, aliona kwamba kuna gari lilikuwa limesimama, kisha alishuka mtu na kupiga geti kama mara 4 hivi. Hakufahamu ni nani kwa kuwa ilikuwa ni usiku, istoshe taa ya pale nje ilikuwa imezimwa, lakini mkononi ni kama vile alikuwa ameshika bastola, jambo ambalo lilifanya asite kuendelea na safari. Alijiuliza maswali, yule ni nani? Huku shaka kubwa ikiwa ni Kani. Ikabidi ajiweke pembeni huku akiwa anatazama mchezo kamili. Yule mtu alikaa pale getini kwa zaidi ya dakika 5 hivi. Pindi alipoona mlango ufunguliwi, aliamua kuondoka. Aisee, nani yule? Alijiuliza huku akianza kuwasha gari yake ambayo alikuwa ameziba. Kumbe Kani alikuja kwangu. Lazima itakuwa ni yeye. Kama angelikuwa ni mtu mwingine, angenipigia simu. Ndio ni yeye. Huoni kama anabisha mlango kwa nguvu na inaonekana kabisa mkononi kashika bastola? Kumbe ananifuata. Lengo lake anataka kuniua, si ndio? Akaendelea kujiuliza bila hata kupata majibu mwafaka wa maswali yake. Nitakiwa kuwa makini sasa. Anyway, ngoja nikajipumzisha, ila najua kabisa tayari nimeshapata onyo kali sana. Najua kwamba nitafanyaje ili kuweza kumuua kabla hata hajaniua, alisema. Dona Tema hakutambua kama aliyekuwa katika eneo lile
akigonga alikuwa ni Fanny ambaye lengo lake kuu ilikuwa ni kuondoka na uhai wa Donna kutokana na kitendo cha kuuawa kwa mama yake. Na alipoondoka mahali pale bado sura yake ilionekana kuwa na kisasi sana. Alikumbuka jinsi ambavyo mwili wa mama yake ulivyokuwa umekatwa na kugongemezewa msumali katika kichwa chake. Ilimpa hasira sana. Akiwa katika gari akaendelea kusuka mipango. Okay, si amemua mama yangu. Anahisi kwamba sitampata. Anadhani kwamba sitamuingiza katika mikono yangu, si ndio? Hivi kwa nini simue mama yake na yeye aonje ladha ya kifo? Alijiuliza huku akiwa makini sana katika usukani. Donna Tema, sitakaa niache maumivu yakilanda ndani ya mwili wangu, hili nalo analipa mama yako. Lazima tu alipe haya maumivu, nasema lazima. Alizungumza kisha alikanyaga breki kwa nguvu, hali ambayo ilifanya gari kusimama kwa ghafla, kisha akarudisha nyuma kidogo na kukata kona. Kichwa chake kilikuwa kinawaza kwenda kumua mama Donna Tema, hii ikiwa ni kama sehemu ya kisasi. Aliamua kufanya hivi ili ampe utambulisho Donna kwamba yeye alikuwa mjini na anamtafuta, lakini pia alitaka kumuonesha ni jinsi gani maumivu ya kifo cha mtu wa karibu yanavyokuwa. Kwa mwendo wa ndege iliyokuwa imetoa uwanjani, alitembeza gari hadi Kirumba ambako mama Donna Tema alikuwa anaishi. Alipofika alisikia sauti ya nyimbo za Injili zikisikika ndani ya nyumba ile. Ila naye alitambua bado mama Donna alikuwa hajalala. Alipiga honi mara mbili kisha alianza kuikoki bastola yake vyema kabisa, huku uso wake ukiwa umekunja ndita. Hasira zilikuwa nje. Hazikutaka kabisa kumpa mawazo mengine zaidi ya kulipa kisasi. Mama Donna Tema alikuwa hajui wala lile. Alisikia honi kutoka nje bila hata kujiuliza, kaenda kufungua geti maskini. Hakujua kama alikuwa anafuata kifo katika maisha yake. Alipofika mlangoni alifungua na sura ya Fanny aliona katika gari. Alishangaa kwa nini Fanny alikuwa katika eneo lile. Alitaka kumuuliza lakini alisita. Fanny alishuka huku mkononi akiwa ameshika bastola na kumwangalia mama Donna ambaye alikuwa ameshikwa na bumbuazi asielewe nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Mama, yuko wapi Donna? Aliuliza Fanny kwa sauti yenye kitetemeshi vile kwa imejaa hasira ndani yake. Donna, kwani naishi hapa mwanangu? Mama Donna alijibu kwa anamchunguza vizuri Fanny. Aligundua katika nguo ambazo alikuwa amezivaa alikuwa ametapaka damu. Akauliza, kulikoni, mbona damu mwili mzima? Swali hili likamfanya Fanny atafakari kwa kina. Katika kichwa chake kulikuwa na mawazo mbalimbali juu ya vipi kifo cha mama Donna kingeweza kufanyika. Nimwe kwa risasi? Hapana, atakuwa amekufa haraka bwana. Hata maumivu ya kifo hata yaonja kama alivyokuwa ameonja mama yangu. Nimwe kwa kifo gani? Au nimchome kisu kama alivyochoma mama nini? Hata hicho sio kifo ambacho kitampa maumivu. Au nimfanye kama kuku, yani nikate matiti niweke pembeni, fidigisi niweke pembeni, na utumbo sijui maini na kila kitu. Ndio. Yani hapa ndio atakufa kifo kibaya. Na Donna ataelewa vipi inauma kuuliwa mama. Fanny alijiwazia na jibu la mwisho alilipata. Alimtazama mama Donna ambaye naye hakuacha kumwangalia kisha kamuuliza, mama, una kisu ndani kwako au panga? Kimya kidogo kilipewa uhuru wa sekunde kadhaa hivi za kufikiria, kisha mama Donna Tema akasema, ndio, vipi, unavihitaji? Ndio, tendo kanipe. Fanny alisema na waliongozana huku wakiwa wameacha gari kwa nje, mama Donna akiwa mbele. Fanny alikuwa yuko nyuma yake huku akiwa anaendelea kupanga vile ambavyo atamfanya mama yule. Maskini maamuzi yake haraka bila hata kufikiri alijikuta anaingia katika mauaji ambayo kama akigundulika mbeleni basi kisasi kizito kitamsumbua, sababu Donna Tema asingeliweza kumwacha huru. Swala la Donna Tema kama angelipa kisasi kwa upande wake alikuwa haofia hata kidogo. Kwake alikuwa ameshajipanga kwa lolote lile ambalo lingeweza kutokea, basi ingelikuwa sawa tu. Ila kumwacha mtu ambaye amemsababishia maumivu katika maisha yake anaona ni kosa kubwa sana. Waliingia ndani wote kwa pamoja na mama Donna akaenda jikoni kisha akachukua panga pamoja na kisu huku akiwa anamwacha Fanny sebuleni. Akarudi na vifaa vile kisha akaweka kwa chini na kusema, hivyo hapo mwanangu. Fanny alimtazama bila hata kumjibu chochote kile, kisa alikuwa kibastola na kusema. Mara mwisho kuona damu ikimwagika ilikuwa ndani. Swali hili likamfanya mama Donna Tema kufikiri kwa muda. Hakutaka kujibu kwa kulupuka bila hata kutafakari. Baada ya kutafakari kajibu, ni leo asubuhi nilimtuma mtoto wa jirani hapo akanichinjia kuku. Vipi kuna? Kabla hajamalizia risasi katua katika mguu wake wa kulia sehemu ya paja na kumfanya akae chini bila kupenda. Damu zilianza kuchuluzika huku zikiwa zinasambaa sebuleni. Fanny baada ya kuona mama Donna Tema ameanguka chini, alipeleka macho katika saa ili kutazama ilikuwa ni saa ngapi kisha akasema,
Sina muda wa kukaa sana, ila msalimie mamangwe kuzimu ukamwambia kwamba nimeanza kulipa kisasi. Baada ya kumaliza kusema hivi, risasi 2 zilitua katika mwili wa Mama Donna Tema ambaye alidondoka chini. Uhai wake ulikuwa ni mgumu kuweza kuvuka kiunzi ambacho Mungu alikuwa ameweka na kuendelea kupumua duniani. Hakuweza kuvuta pumzi tena, na huu ndio ulikuwa ni mwisho wa Mama Donna Tema ambaye baadaye alichomwa kisu katika shingo pamoja na kukatwa panga eneo la paji la uso. Kisha Fanny akaondoka katika eneo lile na kurudi nyumbani kwake. Asubuhi kulipopambazuka, askari wa jela Mwanza kupitia wilaya 2 walipokea mauaji ya watu 5, ambapo 3 walitoka katika wilaya ya Magu, 2 katika wilaya ya Ilemela. Hii ilikuwa ni miongoni mwa ripoti mbaya kuwahi kutokea katika jiji la Mwanza. Ajabu ni kwamba mauaji yote haya yalifanywa na vitu vyenye ncha kali, ikiwemo panga pamoja na kisu. Ulikuwa ni wakati wa maswali kwa askari, hasa wale ambao walikuwa wamefika nyumbani kwa wazazi wa Salome. Walijiuliza nani ambaye alifanya maajabu yale, lakini walikosa majibu. Ilibidi miili ipelekwe katika vyumba vya kuhifadhia maiti, huku uchunguzi wa kina ukianza kufanyika. Uchunguzi huu ungeanzia siku kabla ya tukio. Baada ya hapo ungeendelea siku nyingine za usoni hadi pale ambapo ungeweza kukamilika. Ilikuwa ni wakati mgumu sana, hata sehemu ya kuanzia ilikuwa haionekani. Polisi wakarudi nyumbani kwa Joel kuulizia ilikuwaje hadi mke wake anafariki, lakini pale walimkuta Carolina ambaye alikuwa analia. Hata walipomuuliza kuhusu Joel, walipewa jibu kwamba alikuwa hospitali kutokana na kuzimia usiku wa jana mara baada ya kupata taarifa za kifo cha mke wake. Lakini pia mbele yao waliona maiti ya Jona, hali ambayo ilizidi kuwachanganya. Walishindwa kuelewa nini kilikuwa kinaendelea. Alihitaji kumsubiri Joel hadi atakapokuwa sawa ndipo amuulize maswali. Kwa upande wa Fanny, yeye hakuacha kudondosha chozi. Aliwaangalia askari ambao walikuwa wako mahali pale wakifanya baadhi ya vipimo katika mwili mama yake. Sura yake ilikuwa imedondoka machozi, huku kisasi kizito kilikuwa katika moyo wake juu ya Donna Tema ambaye aliamini kwamba alikuwa amehusika katika mauaji ya mama yake. Akiwa amekaa pembeni ya nyumba analia, alikuja Tadei Tai akasimama pembeni yake. Pole sana Fanny, alisema Tadei Tai na kumgusa begani Fanny. Asante, nimepoa. Nimepoa, Fanny alisema kwa kijaribu kufuta machozi ambayo alikuwa anaendelea kumdondoka. Mimi tukio limetokea jana usiku, muda ambao tulikuwa tumeachana, aliuliza Tadei. Yes, ule muda nafika hapa na mkuta mama anatokwa na damu. Alikuwa amegongeleza msumari kichwani na pia kisu kama unavyoona pale shingoni. Na maneno yake ya mwisho kabisa alikuwa ni Donna, mtafute. Fanny alisema huko akiwa anaongeza sauti yake leo. Tadei Tai ilibidi ampoze kwa kumgusa ili asiendelee kulia. Wakati akaendelea kumpoza ndani kichwa chake, alikuwa anawaza kuhusu kauli ya mwisho ya Fanny. Ilianza kumpa majibu ya mkanganyo kidogo. Kauleza, ndio maana alikuwa ameacha kazi. Kwani ulishawahi kugombana na Donna Tema? Sijawahi. Tuliishi kwa amani tu. I don't know why anafanya, hata sijui mimi. Fanny aliendelea kusema huku machozi yakiwa yanamtoka. Jesus, but okay, tutaongea vizuri. Hakuna shida, nao relax na tujiandae tu kwa ajili ya kumzika mama. Baada hapo tutaona na kwaje. Alisema Tadei na kuondoka huko akiwa anaelekea ndani ambako vipimo na picha mbalimbali zilikuwa zinaendelea kuchukuliwa ili kuweza kuhifadhi kama ushahidi. Upande wa Donna Tema, taarifa ya msiba mama yake ilimuumiza sana. Hakuamini kama mama yake ambaye alikuwa ametoka kuzungumza naye muda mfupi nyuma eti amepoteza maisha. Aliendelea kuangalia askari ambao walikuwa wanachukua vipimo na kuupiga picha mwili. Ndio moyo wake pamoja na kichwa chake kilikuwa na mijadala ambayo ilikuwa inaendelea. Alianza kukumbuka maneno ya mama yake siku kadhaa nyuma ambapo alimsihi sana kuhusu kutomfuatilia Suzy katika kesi ya mauaji ya Mr. Lolomai. Baba, nimekuita mara 3. Kuna nini mama? Kilichopo ni mauti kati yangu au wewe. Nisikilize na kuomba kesi ambayo inamhusisha Lolomai usifuatilie. Na kuomba kama mama yako ambaye nimekuzaa. Kumbukumbu hii ilimpa jibu sahihi katika kichwa chake. Hakuna mwingine ambaye aliweza kumuwaza kwamba amefanya yale mauaji zaidi ya Khan.
Alikumbuka kuliona gari nyumbani kwake usiku wa siku ile. Aliunganisha na matukio ya nyuma wakati akiwa yuko pale babu. Pia aliunganisha na tukio lilokuwa la kifo cha Suzy ambaye ndio alikuwa amemchimba mkwala mama yake. Alipata jibu kwamba aliyehusika katika mpango ule ni Khan, hakuwa mwingine. Hasira zilining'inia katika kope zake, zikagoma kabisa kuondoka. Macho yake yalikuwa mekundu tu. Alipeleka macho sehemu ambayo mwili mama yake ulikuwepo, kisha alipiga hatua hadi mahali pale. Alimfunua na kumtazama mara ya mwisho hivi, huku mwili wake ukitetemeka na machozi yakiwa yanamtoka. Alijikuta akisema, Khan, nitakuua. Kauli hii iliambatana na kitendo cha kuondoka katika lile akiwa na jaziba mno. Hakuna mwingine na hakuna kwingine ambako alikuwa anakwenda zaidi ya nyumbani kwa Khan. Lengo likiwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba ardhi inapokea mwili wake. Aya bwana. Tuna maswali machache tu ya kujiuliza. Okay, mechi tayari imeuzwa huku. Fani anajua ile mama yake ni Donna Tema. Na Donna Tema anajua ile mama yake mzazi ni Khan. Unahisi nini kitatokea endapo kama Fani akijua aliyemuoa mama yake ni Khan na Donna Tema akijua kwamba aliyemuoa mama yake ni Fani? Patamu hapo. Okay. Askari wameanza kufuatilia kesi ya mauaji ya Salome na wazazi wake. Lakini kimbembe kinakuja katika kumjua nani aliyehusika, kwa sababu tayari mtu wa kwanza kumzania inaonesha kabisa alikuwa amezimia mara baada ya kupata taarifa za msiba. Je, watafanikiwa kumkamata Joel katika hii kesi? Ngoja. Khan ameondoka na watoto ila hajapanga kuwaua. Je, lengo lake litakuwa ni nini? Kumepambazuka asubuhi. Vipi hatima Nyasato, Karen pamoja na Upendo? Vipi kipenzi changu GE anaendeleaje, na vipi kuhusu afya ya mama Nyasato, pia Janet na Betty? Tukutane sehemu ya 4 msikilizaji, ya msimu wa 2, bumper to bumper mpaka kieleweke. Ndani ya SMX Up tayari ipo sehemu ya 4. Nasubiri nini? Kule VIP zaidi naipata mpaka mwisho. Kama unatumia iPhone cheki kupitia 0677062012. Bumper to bumper. Story hapa mpaka mwisho naipata. Nitarudi mwanangu. Samdafu, asante sana. Ukitoka hapa sikiliza Dola Mapenzi ya Juu utajua. Au tafuta Nani Kaniambukiza au Penzi la Baba. Kaandika ujamaa. Burudani ujia burudani. Tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa ni ya 4. Ya 4 ya msimu wa 2. Nitarudi mwanangu.